Muungano wa wachapishaji vitabu nchini KPA umeonya kuwa huenda shule za umma zikaanza mwaka wa masomo wa mwaka 2026 bila vitabu vya gredi ya 10. Kulingana na muungano huu, serikali haijalipa deni la shilingi bilioni 11.4 kwa wachapishaji wa vitabu. Na kama mwanahabari wetu Victor Ngaruya anavyotuarifu ni kwamba deni hilo huenda likasababisha kucheleweshwa kwa uchapishaji na usambazaji wa vitabu vipya kwa wakati ufaao. Wakizungumza mjini Nairobi, muungano wa wachapishaji wa vitabu nchini KPA umetoa tahadhari ya hatari ya wanafunzi wa gredi ya 10 kuingia mwaka 2026 bila vitabu. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa muungano huu Kerry Kamau, wachapishaji kwa sasa wanakabiliwa na changamoto la kifedha kutokana na serikali kutolipa deni ya shilingi bilioni 11.4 tangu mwaka 2024. We as a Kenya Publishers Association are deeply concerned that publishers are currently facing severe financial constraints due to outstanding payments from previous textbook supplies. Deni hili linajumuisha shilingi bilioni 11.15 kwa vitabu vya gredi ya kwanza hadi ya 8, shilingi milioni 234.5 kwa vitabu vya gredi ya 9, jumla ikiwa ni shilingi bilioni 11.38. Licha ya changamoto hizi, muungano huu unasema mipango ya uchapishaji na usambazaji wa vitabu kwa wanafunzi wa gredi ya 10 inaendelea. Mradi huu umeratibiwa kufanyika kati ya mwezi huu wa Oktoba na Disemba mwaka huu, ukihusisha kampuni 21 za uchapishaji ambazo kwa pamoja zitachapisha aina 35 za vitabu. Muungano wa KPA unanuia kuchapisha nakala milioni 7 za vitabu ambazo zinatarajiwa kuchapishwa na kusambazwa kabla ya Januari mwaka 2026. Muungano huu umesisitiza kuwa huu ni wito wa dharura kwa kuwa huenda kucheleweshwa kwa deni hilo na serikali kukaadhiri wanafunzi. Victor Ngaruya, NTV.